Kama wiki mbili kadhaa zilizopita hapo nyuma, kuna video au kuna picha ambayo alishaga Zailisa kwenye ukurasa wake wa Instagram akiwa kama yuko location na mwanaume mmoja hivi, lakini hakuweza kumuonesha kwamba alikuwa ni nani. Sasa hiyo imeenda inazidi, lakini hii leo kupitia ukurasa wake huo wa Instagram amekuja kushare video akiwa kama location, kama vile wanajiandaa kwa ajili ya kufunga ndoa, ndivyo. Na ukizingatia Zailisa ni almost amepita kama sasa hivi mwaka 2025 kuanzia miaka ya nyuma hapo unaweza kutoka kama kuna almost ndoa kama 2 au 3 mfululizo na ameachika zote. Sasa watu wamekuja kuunganisha, watu wamekuja kuongea kuhusiana na namna au na mwenendo wa Zailisa the way ambavyo amekuwa anaishi kwenye maisha yake ya ndoa. Na kumbuka kama nyuma kuna press conference ambayo alikuja kufanya na waandishi wa habari, ilikuwa kama ni wiki mbili nyuma zilizopita, alikuja kusema kwamba kwa muda huu hataweza kabisa kuja kuingia kwenye mahusiano, bali atafocus zaidi kwenye kile ambacho amekianzisha wakati yuko na Haji Manara, ndivyo. Alikuwa ni brand ambassador wa makampuni mbalimbali especially kwenye upande wa mavazi. Sasa baada ya ile press conference azikupita almost hata siku kama 2, alikuja kutuonesha hiyo video na watu wakaja kulelete kwamba kile alichokisema pale ilikuwa ni kutaka kuchukua attention watu wasimfuatilie zaidi, au ni kutaka kuchukua kwamba Zailisa sasa ni muda wa yeye kufocus kuingia kwenye maisha yake mengine binafsi. Na kama unakumbuka Dula Makabila aliwahi kusema kwamba yupo lazima muda wote na saa yote kurudiana na Zailisa, lakini Zailisa alikuja kukanusha, akasema kwamba kwa muda huu hataweza kurudi kwa mtu yoyote yule, ndivyo. Maybe kutokana na ile kauli ambayo alisema Dula Makabila kwamba ni mwanamke ambaye ametokea kumpenda zaidi kwenye maisha yake yote ambayo amewahi kuwa kwenye mahusiano, ndivyo. Sasa baada ya hii video kuishare kwenye ukurasa wake wa Instagram, ndio watu wamekuja kuibua vitu ambavyo Zailisa amekuwa anavifanya, kwamba amekuwa ni mtu ambaye anapenda kuwa kwenye ndoa, lakini ni mtu ambaye hapendi kuishi kwenye maisha ya ndoa, ndivyo. Anapenda kuishi maisha fulani ya kujiachia sana, ya kutokubanwa, lakini ni mtu ambaye anapenda kuishi kwenye maisha hayo ya ndoa katika hiyo njia, ndivyo. Sasa hii inakuja kuleta contradiction kidogo kwa baadhi ya watu ambao wanamfuatilia sana Zailisa na the way na maisha yake jinsi yalivyo, na jinsi ambavyo yeye amejiweka kuishi katika hiyo engo, na namna ambavyo yeye anapenda kubehave. So inaweza kusema kwamba watu wengine wakaanza kuunganisha vitu kwamba maybe inawezekana Zailisa ni mtu ambaye anawezekana yupo kwenye mahusiano, lakini still nje ya ndoa yake ana mtu mwingine ambaye anaendelea kuishi naye, kwamba anakuwa anajisikiza hata kwamba kwenye yale maisha wakitoka kwenye ile ndoa ambayo alikuwa nayo, basi aende kwa yule mwanaume ambaye alikuwa naye wa nje ya ndoa yake ambayo yeye anaishi. Ndio watu wamekuja kuunganisha. Hata ukiangalia maoni ya watu the way jinsi ambavyo wamesema, kuna mwingine ambaye amesema kwamba ndo maisha ya wabongo jinsi yalivyo, wanatafuta kitu ambacho kinaweza kikawaweka mjini ili kusudi kwamba wao wanazungumziwa mara kwa mara, na hicho ambacho ndo kitu ambacho kinazungumziwa sana. Hata Ibra alikuja kuandika kwenye ukurasa wake Instagram akasema kwamba namna fulani kama vile muziki umekuwa haupewi thamani, au ni kwamba wasanii wamezoeleka, au kwamba muziki unahitaji kizazi kingine cha muziki ili waongeleke zaidi, au akasema kwamba event au matukio ya wasanii au matukio ya watu ndio yamekuwa yanachukua tension kubwa zaidi kuliko kupewa attention vile vitu ambavyo ni vya msingi, na watu kuvipa vitu ule msisitizo wa maana ambao vinaweza vikawa vina impact moja kwa namna moja ama nyingine, ambazo zinaweza zikaleta manufaa kwa upande wao. So wewe una ujumbe gani baada ya kuona hii video ambayo Zailisa ameishia kwenye ukurasa wake wa Instagram? Lakini tukikumbuka awali alisema kwamba ni mtu ambaye hatakuja kabisa kuingia kwenye mahusiano, lakini amekuja kutuonyesha hii video kama iko location na kuna ndoa inakaribia kufungwa hapa karibuni. So acha ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka humo ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr Info JB kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.